kutoka mwaka 1991 mpaka leo tunadai mabadiliko ya katiba, tunadai mabadiliko ya sheria, wametunyima. Mtu ukimwomba kitu amekunyima, unamfanya nini? Mtu unapomdai haki yako amekunyima, unamfanya nini? Unafanya nini? Unatafuta njia yoyote ambayo wewe unaweza kumuondoa, sivyo? Ili upate haki yako. Ndio maana ya no reform, no election. Hakuna mabadiliko ya katiba mwaka huu, hakuna uchaguzi. Tumedai miaka yote, tume walizounda ni za kwao. Mara ya kwanza waliteua tume ya Jaji Nyalali, akawaambia uchaguzi usifanyike bila mabadiliko ya katiba na sheria. Nyalali ni wa kwao, si wa kwetu. Mara ya pili wakaleta Jaji Robert Kisanga, na yeye akawaambia hivyo hivyo, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Hakuambia kwa lugha hiyo ya hakuna uchaguzi, yeye alisema uchaguzi ili ufanyike kuwe na mabadiliko. Wakafunga masikio, hawakusikia. Mpaka amekuja jaji huyu wa mwisho, Joseph Warioba, mnamjua. Watatu wote ni wa kwao, na wote wanasema haki za wananchi zinanyimwa. Haki inatolewa na Mungu, si binadamu. Uongo kweli? Nyie ni Waislamu wengi hapa, sivyo? Haki inatoka kwa Mungu, si kwa binadamu. Haki ya kwanza ya Mungu aliyotengeneza, ameweka viongozi lakini wachaguliwe na wananchi. Kazi ya kwanza hiyo aliyotengeneza Mungu. Mungu yeye mwenyewe ana uwezo, angeweza kutawala mwenyewe. Akaweka taratibu zake za kimungu ili binadamu atawaliwe. Mwenyezi Mungu akasema wananchi wachague mtu wao ili wachaguliwe kwa uhuru na kwa haki. Wametunyima, wamekataa. Sasa sisi tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa kifupi, tunapita na karatasi. Hii ni karatasi ambayo inataka mabadiliko yafanyike, na inamwambia Rais Samia na serikali yake, bila mabadiliko hatutafanya uchaguzi. Na wananchi wakisaini, tukipata saini za watu milioni 15, tunakwenda dunia nzima kuambia serikali ya Tanzania haitaki uchaguzi wa haki, haitaki uchaguzi wa uhuru. Na kwa sababu hiyo wao watajua hatua ya kuchukua. Kuna kumfungia, hatapata tena misaada, hawezi kwenda nchi zingine akatembea kama anavyozunguka sasa. Hiyo yote ni kushawishi jumuiya ya kimataifa. Tunaomba kila mmoja wenu kwa mkono wake aweke saini kwenye karatasi ambazo zinapitishwa, sijui saa hizi au hata baadaye. Lakini kila mmoja asaini kama inavyotakiwa hapa, ili tuweze kwenda nazo, tupige kelele. Ndio namna pekee ya kuwasaidia kutoka kwenye matatizo yenu, kuondoa serikali ambayo imeweka pamba masikioni. Peoples!